Asante ndugu waandishi wa habari kwa kunitembelea nyumbani. Karibuni sana. Kwa majina mimi naitwa Ismaili Abdurrahmani Chipalu. Jina maarufu naitwa Suma Chipalu. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Mtwara hapa, wilaya ya Newala hapa. Lakini pia shughuli zangu kubwa ninazozifanya ni mwanasiasa. Niliingia kwenye siasa rasmi mwaka 2005 nikiwa chama cha wananchi CUF. 2007 nilikuwa mkurugenzi wa vijana wa chama cha wananchi CUF, lakini pia nikiwa katibu wa kata ya Luchingu mjini Newala. 2010 niliingia Chadema rasmi baada ya mgongano wa chama cha wananchi CUF wa viongozi wetu wakuu, kwa maana Maalim Seif na Profesa Lipumba. Kwa sababu kidogo mimi ni mtu ambaye ninapenda haki na sio mtu ambaye na support ubadhilifu, niliona kuna ukiukwaji wa kisheria na haki za binadamu na ukandamizwaji wa chama cha wananchi CUF. Nikaamua kutoka rasmi na kujiunga na Chadema, nikiamini ndio chama pekee ambacho kwa sasa linaweza kuwa tumaini la Watanzania. Na of course sikukosea kwenda Chadema. Nilifanya kazi Chadema nikiwa mwanachama wa kawaida kutoka 2010 mpaka 2012. Pia nikarejesha utendaji wangu wa kata ya Luchingu kwa kura za wajumbe wa tawi letu na wajumbe wa kata. Baada ya hapo chama kikaniamini kulingana na kazi zangu za kata ya Luchingu. Basi nikapata fursa ya kuwania nafasi ya katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Newala mjini, ndio nafasi ambayo nahudumu mpaka sasa. Kiukweli siasa zetu hapa mjini zimekuwa kidogo ni ngumu kulingana na mazingira ya kiutendaji. Jimbo letu lina kata 9, lina vijiji 48, lakini tunapata wakati mgumu wa kufanya siasa kwenye vijiji hivi vyote na kata hizi zote kulingana na vitendea kazi kuwa adimu, kwa sababu hatuna usafiri wote wa chama. Tulikuta mimi nilivyoingia nilikuta pikipiki zilizogaiwa mwaka 2000 chini ya utawala wa mwenyekiti wa Mheshimiwa Mbowe, ambazo zimekufa, ziko light off, hazifanyi kazi yoyote kwa sasa. Kwa hiyo tunapopokea maagizo kutoka makao makuu ya utekelezaji wa ujenzi wa chama, ni lazima tunashirikisha viongozi wetu wa kata. Sasa namna ya kuwafikia kidogo inakuwa shida kwa sababu ya adha ya usafiri na kipato chetu kuwa chini. Toka nimeingia Chadema nafanya kazi za ujenzi wa chama kwa kujitoa. Yaani tunafanya harakati zingine za kimaisha huko, alafu tukipata pesa tunakodi usafiri, tunapata mafuta, tunapita vijijini kwenda kujenga chama. Na tunashukuru tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kujenga chama kwa kusimamisha viongozi kila kata. Na hata uchaguzi wa 2020 tulibahatika kupata madiwani kwenye kata zote ambao waligombea kwa jitihada zetu, tukiwa tuna msaada wowote wa ofisi ya Chadema makao makuu. Sasa shida ya chama, utaratibu wa chama, mimi hapa kwetu uwanda huu wa kwetu tunafanyisha siasa za vyama vingi. Utaratibu wake hauna tofauti sana na vyama vya msingi vinavyosimamia wakulima, kwa sababu vyama vya msingi utaratibu wao ni kuchagua viongozi wao kupitia uchaguzi unaotokana na mkutano mkuu wa chama. Wanachagua viongozi, kazi ya viongozi ni kusimamia wakulima, lakini mwisho wa siku jukumu la viongozi ni kuwasilisha mapato yanayotokana na ushuru wa ukusanyaji wa mazao kwa wakulima wao, kwa wanachama wao wa chama cha msingi. Alafu mwisho wa siku watu wanachama wa chama kile wanafanya discussion juu ya yale walioletewa na viongozi wao, juu ya ukusanyaji, matumizi na vitu vingine. Ikionekana mtu ana gagaziko juu ya vile vilivyowasilishwa, maana yake hatua inayofuata ni kulaumu uongozi kwa sauti ambaye anaona yeye ndo amefikia mwisho kuitoa. Malalamiko yanapokuwa makubwa, hatua za kikatiba za chama chao zinafuata: kumwajibisha kiongozi au kuitisha mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kutatua yale yanayolalamikiwa. Na hiki ndio kitu ambacho nilitakiwa nikione Chadema. Leo Chadema kuna gagaziko juu ya matumizi na ukusanyaji wa pesa zinazotokana na wafadhili, wahisani na wanachama kwa ujumla, kwamba tunaamini zinatumika kinyume na utaratibu. Lakini anapotokea mwanachama akapaza sauti yake
kwa ajili ya kulalamikia lile ambalo linazungumzwa la matumizi batili ya pesa, suluhisho inakuwa kumfukuza uwanachama na sio kujibu hoja kama mwanachama alivyoipeleka au kutafuta ufumbuzi. Sasa kwa mfumo huu, maana yake tunakaa tunajiuliza, tutafukuza wanachama wangapi na hatima yake ni nini? Lakini sisi tulioko chini ndio tunajenga chama, walioko juu sisi ndio wanatarajia tuwaletee wanachama. Inapoonekana unakaa jimboni kwako kama hapa Newala karibia miaka 3-4 hujamuona kiongozi wa kitaifa, sisi wanachama wetu wanatuuliza, kwani shida ni nini? Mbona mikutano tunaisikia kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, kanda ya Magharibi, kanda ya Nyanda za Juu Kusini? Kwetu hapa kuna shida gani? Kuna wakati tunakosa majibu chanya ya kuwajibu. Lakini isivyo bahati basi, mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanatumia nguvu kubwa sana kukipigania chama. Na mimi kama mwenyekiti amekuwa ni mtu ambaye huwa anapata bahati ya kuwa naye anapokuwa kwenye ziara za kusini. Kama majuzi alikuwa kwenye ziara ya kusini kwenye jimbo la Nachingwea na jimbo la Masasi, lakini mimi ndo nilikwenda kumpokea airport Mtwara baada ya kupanda ndege hapa ya saa 1 usiku. Baada ya kupanda ndege Dar es Salaam ya saa 1 usiku, nilikwenda kumpokea Mtwara, nikaanza naye ziara kwenye kata na Ipanga wilayani Nachingwea. Nimetoka naye nikaenda naye kwenye ziara ya Nachingwea mjini kwenye mkutano wa hadhara. Siku ya pili tukaamka Ndanda. Siku ile ile tukaingia kwenye mkutano wa hadhara Masasi mjini. Lakini nilipata bahati ya kukaa naye, nikamfikishia juu ya kero ambazo ninazipata kutoka kwa wanachama wangu kwenye jimbo langu, kwamba waoni viongozi wa kitaifa, shida hii ni nini? Mbona kama sisi mmetutenga? Tunakosa majibu chanya kwa sababu shida ya siasa kunatakiwa kuwa na mabadiliko ya sura na kauli za kuwaambia ndio tunaimarisha chama. Inaonekana sura ni zile zile, sauti ni zile zile, na muda ni una watu ni wale wale, kwa hiyo kidogo inakuwa inapoteza nguvu kwenye mapokeo ya kauli zetu kwa wanachama wetu na watu wengine kwa ujumla ambao tunategemea sasa watuunge mkono. Majibu ya mwenyekiti yalikuwa kwamba fedha zinazopatikana ni ndogo kuliko matumizi yanayohitajika. Makamu mwenyekiti wa taifa ndio nilikuwa nimemfikishia hii hoja, Mheshimiwa John Heche, tukiwa na Chingwea. Akaniambia mapato ni madogo kuliko matumizi yanayohitajika kwa sababu chama chetu kama unavyokijua hakina ruzuku kwa sasa. Nikamwambia lakini waasisi wa chama chetu kidogo katika kipengele ambacho nawapongeza walifanya jitihada za kutafuta wafadhili na watu mbalimbali ambao wanakisupport chama mpaka kesho. Na tayari tunaona michango ya wahisani, ukiacha wanachama kupitia tone tone, michango ya wahisani kuhusu namna ya kukijenga chama. Walotangulia kujenga hiki chama waliotafuta wafadhili na wakapatikana. Kama leo tuna wafadhili washirika wenzetu wa kisiasa kutoka Ujerumani wanaitwa CAS. Hawa ni watu ambao wamejitolea kutufadhili sisi pesa za kuendesha mikutano ya hadhara, pesa kuendesha vikao vya kamati kuu, pesa za kuendesha vikao vya baraza kuu, na actually kwa wanapopelekewa taarifa huwa wanatoa hizo pesa. Lakini ni pesa ambazo zimekuwa na siri kubwa, yani haziko wazi kwa sababu ni pesa za umma. Zile ni pesa za umma, sio pesa za mtu. Pesa za umma, utaratibu wake wa ukusanyaji na matumizi yake ni lazima yawe wazi, ili anayehusika na chama na asiyehusika na chama wote wajue kwamba Chadema mpata milioni 2 kutoka kwenye taasisi fulani kwa ajili ya kuendesha zoezi fulani, na matumizi basi yaonekane kupitia ile milioni 2 ili mtu mwingine asidauti. Kwa hiyo inavyoonekana kinachoingizwa hatukijui, matumizi yake hatuyajui. Tukisema pesa zinaliwa bila utaratibu, tunaingiaje kwenye dhambi ya kutaka kufukuzwa wanachama, mara kukuataki na mabarua ya vitishio na nini, mara kubadilisha scenario kwamba umepewa fedha ili ukizalilishe chama. Mwelekeo huu maana yake unaenda kukiangusha chama chetu wazi wazi. Sasa kwa sababu viongozi wa Chadema tulionao sasa hivi walipatikana kupitia uchaguzi mkuu wa Chadema wa wazi na kura zilikuwa za wazi zikapigwa na wakashinda, maana yake tulitegemea watuletee matunda kwenye ujenzi wetu wa chama. Sasa matunda yale ambayo tuliyatarajia hatuyaoni. Tone tone zinakusanywa na watu wanajitoa sana kwa sababu chama
kimeingia kwenye imani na mioyo ya watu kwamba ndio kitakuwa chama cha ukombozi wa taifa hili. Wale wanaotoa zile fedha si kwamba ni matajiri wakubwa, wana uchumi mdogo, ila kwa mapenzi yao ya moyoni tuna kukiamini chama wanajitoa kutoa zile fedha. Hawatoi kwa ajili ya kulea familia ya mtu. Hawatoi kwa ajili ya kumnunulia mtu mavazi. Hawatoi kwa ajili ya kumpaulia mtu nyumba yake. Wanatoa ili kuwafanya viongozi waendelee kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini kujenga chama kwa gharama inayohitajika. Panapotakiwa pikipiki patikane pikipiki, watu waende field. Panapotakiwa gari lipatikane gari, watu waende field. Panapotakiwa mafuta patikane mafuta. Lakini hayo ni mambo ambayo hayapo, hatuyaoni, hatujawahi kuambiwa, labda kwa ahadi tukawa tunasubiria, lakini mwisho wa siku kila kinachotakiwa kufanyika katika ngazi za chini wanatushushia na wanataka utekelezaji wa haraka bila kujua mfumo wa maisha yetu ukoje. Kwa hiyo wale walioingia kwenye tuhuma za kumtuhumu makamu mwenye